yetu itamea na kisha itazaa matunda, mwingine atazaa 30, mwingine atazaa 60 na mwingine atazaa 100. Baba, nakushukuru kwa sababu neno lako litatimia katika maisha yetu. Nakushukuru Baba nikisema asante. Watu hao wanatoka hapa wakiwa wamejazwa neno. Watu hao wanatoka hapa wakiwa wametiwa moyo. Watu hao wanatoka hapa wakiwa na nguvu mpya. Watu hao wanatoka hapa wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Watu hao wanatoka hapa wakiwa wamefanya maamuzi makali kutafuta uso wako, Bwana wa mabwana, kwa maana tangu mwanzo hakuna aliyekutafuta na maisha yake ikabaki sawa. Uliweka alama katika maisha yao. Uliweka alama katika maisha ya Abrahamu. Ukaweka alama katika maisha ya Yakobo. Ukaweka alama katika maisha ya Isaka. Ukaweka alama katika maisha ya Gideoni. Ukaweka alama katika maisha ya Elija na Elisha. Na Baba, wote waliyekutafuta hakika walikuona. Walikuona Bwana wa mabwana. Nasi tunaomba msimu huu na majira kama haya, tusaidie Bwana wa mabwana. Tunapotembea tutembee pamoja na wewe. Watu waone Mungu ndani yetu Baba. Watu waone uwepo wako ndani yetu Baba. Watu waone uweza wako ndani yetu Baba. Watu waone Roho Mtakatifu akifanya kazi katika maisha yetu. Tunakushukuru Baba tukisema asante. Asante Bwana wa mabwana, kwa kuwa umesikia na umetenda. Yeyote aliyeingia katika mlango huu akiwa mgonjwa akapokea uponyaji. Yeyote aliyeingia katika mlango huu Bwana akiwa taifa katiwe nguvu mpya. Yoyote aliyeingia katika mlango huu wa madhabahu haya Baba akiwa na mahitaji yoyote, inawezekana ni ya kifedha, inawezekana ni ya kiafya, inawezekana ni ya shida mbalimbali, lakini Baba tunajua wewe utatua shida zetu. Tatua kila shida Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wagonjwa wakapokea uponyaji, wakafunguliwe sasa. Walio na matatizo mbalimbali wakapokee mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Ubarikiwe milele na utukuzwe milele. Watu wako hawakuja mikono mitupu katika nyumba yako. Wengi wamebeba